Who shall I say? Send me. And God said to him, tell my children that I am has sent you. So I've seen God in my life becoming different things. He will become bread when you're hungry. He will become living waters when you're thirsty. He will become your money when you need it. Hallelujah. I want to take this opportunity Napenda kuchukua nafasi hii to appreciate Baba Pastor Amri kumshukuru Baba and Reverend Mama Amri Akuzam. Come on, let's appreciate na them. Mama Akuzamu. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. The anointing you don't honor, Ule upako hatuheshimu, the anointing you don't celebrate, ule upako ambao hatusherekei, can never celebrate your life. hauwezi kusherekea So I maisha say, yako let wewe. us appreciate Kwa Pastor hiyo ninavyosema kwamba Amri and Mama tumshangilie Mary Reverend na Mama for the Amri, great work they are doing in our lives. inamaanisha hebu Let's washangilie appreciate kwa them. yale anafanya katika maisha Come on, yetu. you can do better than that. Naweza kufanya zaidi ya Hallelujah. Hallelujah. Let us appreciate the presence of the Holy Spirit. Sasa basi tuende kushukuru Somebody kwa clap for Roho Holy Spirit. Mtakatifu. Kushangilia Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want to take this opportunity Napenda kuchukua nafasi to hii appreciate all the pastors, kwenda kushukuru the mapasta, worshippers, waimbaji the wote intercessors, na wote waombaji wote, the ladies in black here. wakina dada wote mahali hapo waliovaa Hallelujah. meusi, The ushers, na wahudumu the wote, media guys, watu wote wapiga picha the na guys wapiga on kamera, machines. wote ambao mmekaa nyuma kwenye mitambo. Hallelujah. Hallelujah. All the treasurers, Kila mmoja wa every kutunza hazina, department in Akuzam. kila idara hapa We Akuzam. celebrate you in the name of Nawashukuru katika Jesus. jina la Yesu. Somebody clap for Jesus Hebu mpigie Bwana Yesu. and take a wonderful seat. Naweza kuketi hapo tulipo. Today, Leo I want to talk to you. nataka kuongea pamoja One nawe. of the mysteries, Moja wapo ya mafumbo, one of the things jambo moja that has lifted me to this level. ambayo yameninua kufikia kiwango hiki. Hallelujah. Hallelujah. And I know Na ninajua tonight everyone is going to be blessed. kwamba jioni hii ya leo kila mtu atakwenda kubarikiwa. Can I hear better amen? Naweza kusikia amen ya nguvu. I want to bring to you a sermon Ninataka leo that kuwaletea after somo today, if you shall hear my voice, ambayo kwamba baada ya leo you are going to utakaposikia sauti experience yangu a turnaround financially, utakwenda kuona a mgeuzo katika turnaround in fedha your yako, ministry, mgeuzo katika a huduma yako, turnaround in your marriage, mgeuzo kutoka a katika ndoa yako, turnaround in everything you na are doing. mageuko katika kila jambo Today, maishani mwako. Leo I want to talk about the blessing of a fatherhood. ninapenda kuzungumzia baraka ya ubaba. Who is a father? I mean a spiritual father. Baba ni nani? Na hapa namaanisha I baba wa want to talk kiroho. about the blessing of a spiritual father. Nataka kuzungumzia ile baraka ya baba wa Ladies and kiroho. gentlemen, Wabibi na I mabwana, want to tell you that this far I have come nataka kuambia kwamba nimefika because mbali I hivi respect my kwa father. sababu nilimheshimu baba yangu, I have never sat anyone discussed my na father. sijawahi kukaa pale na kusikia mtu I akimsengenya respect baba my yangu. spiritual mother Ninamheshimu mama yangu wa because of kiroho their anointing, kwa sababu ya upako, because of their kwa anointing, sababu ya upako waliokuwa nao, because of their spiritual cover. kwa sababu ya ile wingu Today la I am a kiroho. woman that you people are seeing. Mimi leo ni mwanamke And mnayemwona, today there are a lot of people, na leo hii kuna watu when they wengi see me ministering, ambao wakiniona a lot of nikihudumu, people want to become like me. Truth or wengi false? wanataka kuwa kama A mimi. lot of people say, wow, Watu wengi I wanasema wish I can be like yani prophetess. ningeweza kuwa But kama I want to nabii. tell you a secret Lakini nataka kuambia that siri has moja lifted me to this far. ambayo imeniinua A mahali secret hapa, of respecting na hiyo the siri ya spiritual kuabudu, authority over my head. ile nguvu ya kiroho iliyokuwa juu Pastor yangu. Robert, can we go quickly? In the book of Ephesians chapter 6, Kwenye kitabu cha from Waefeso verse sura ya 1 up 6, to verse 3, Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka the 3. blessing of a fatherhood. Baraka ya ubaba. Eh, Ephesians chapter 6 yes. and verse He 1. says, children, obey thy parents in the Lord, Inasema kwamba watoto waheshimu wazazi wenu katika Bwana, for this is right. kwa kuwa hii ndio sahihi. And honor thy father and thy mother, Na uende ukaheshimu baba na mama yako, for which is the first commandment, na hiyo ndio commandment ya kwanza with the promise. yenye ahadi. Allow me to paraphrase verse 1 and then I flow. Ngoja He nielezee says, hiyo sura ya kwanza. children,
inasema and he watoto puts comma. na anaweka pale And he comma. says, obey thy parents in the Lord. Anasema muwatii wazazi wenu katika For Bwana, this is a right thing. kwa kuwa hili ndio jambo sahihi. If you want to die before your time, Kama unataka kufa kabla ya if wakati you wako, want to struggle for the rest of kama your unataka life, kuhangaika maisha yako if you yote, want to be stagnant in life, kama unataka kudumaa maishani mwako, play with the man that God has put before you basi as a wewe father. usimheshimu yule mtu ambaye Mungu If you amekuweka want mbele to yako. be stagnant in your life, Kama unataka kudumaa maisha if you yako, want your marriage to be kama overturned, unataka ile ndoa yako ende play with kageuzwe, what they call spiritual authority. basi wewe ucheze na ile. Ephesians said, Sasa Waefeso obey wamesema thy parents. kwamba uwatii wazazi He wako, says, children, kwamba inasema watoto honor thy parents in the Lord. waheshimu wazazi wako katika Bwana, There is no way in this life kwamba hakuna njia yoyote maishani that you are hapa going to take off in the ministry, kwamba unaweza kukua katika huduma that you are yako going to make it in life, na kwamba unaweza kufanikiwa if you maishani don't respect the spiritual kama authority. huwezi kuwaheshimu wazazi wako wa kiroho. Now I want to bring something to you. Sasa nataka kuwaambieni kitu It is kimoja, true you can pray. kwamba ni Can kweli unaweza I have kuomba. a lesson? Can I have a lesson? No, Something nataka to, kupata I want kanga. to demonstrate something. Naomba As- kanga moja, mtu Your alete kanga. spiritual father mpaka lesu yangwa. Hallelujah. I want nani security hold here. Give me a mantle. Give me my mantle. It's okay. Give me my mantle. Give me my mantle. I want to help you today. Nataka kuwasaidia Some siku of hii ya you- leo. Kuna wengine mahali hapa, What is disturbing you? kile kitu ambacho It's kinachowasumbua not witchcraft. sio uchawi, Disrespect to the ni ile anointing. hali ya kutokuheshimu. The reason why you are struggling. Ile sababu ambayo inakufanya wewe uhangaike. Never go anywhere. I'm telling you what I'm doing. Ninawaambia mimi kile Today ninachokifanya I mimi. am here. Mimi nimefikia hapa siku My hii ya leo spiritual father prayed for me last night. kwa sababu baba yangu wa And kiroho he knows aliniombea I am jana here. na anafahamu kwamba niko Some hapa. of you have fathers and mothers Wengine wenu hapa mna baba na in the mama, realm of the spirit. na katika ile hali ya kiroho You are fellowshipping here. wewe uko mahali You hapa, travel even when Baba does not know you have unakwenda traveled. unasafiri na hata baba yako hajui You kwamba travel even umesafiri. Mama does not know where you have gone. Unasafiri na mama yako hata hajui kwamba That means umesafiri. you have traveled without a cover. Ina maana wewe He umesafiri bila says, hata honor kufunikwa. thy spiritual parents. Inasema kwamba waheshimu wazazi wako wa kiroho. Can I hear better amen? Hebu nisikie amen Now. moja ya nguvu. Carry it up. Mba. You, Uncle Norman, come there. Come, way. Benjamin, enter. Uncle should carry behind. Bring. Bring your microphone. Come and hold for me. Put on my mouth. Now. Holy Spirit, I love you. The way you are sweet. See, Angalia a spiritual cover. kwamba ule mfuniko wa When you kiroho respect anointing, unapokwenda kuheshimu ule upako, when you honor and respect your mother and father in the spirit, unapoheshimu baba yako na mama yako katika roho, you are going to have what they call spiritual cover. unakwenda kuwa na ule mfuniko wa kiroho. That means Ina maana whatever will come to attack you, kwamba chochote kinachokuja the kukushambulia, cover upon your father bali popote pale juu ya baba yako, shall cover you. kile kilichomfunika baba yako But kitakufunika wewe. anytime Lakini muda wowote ule you walk under without a cover, ambapo unatembea pasipo kufunikwa, your life is under attack. maisha yako yako chini ya kushambulia. So ladies and gentlemen, Sasa mabibi na mabwana, and Pastor Robert, I mean, see, sasa basi tazama, you can never prosper in life yani huwezi kutembea maishani when you disrespect the cover. kama umeshindwa kuheshimu And kile the cover you kinachokufunika. don't honor Na ule pale unapofunikiwa wewe kama can upaheshimu, never honor you, hapawezi kukuheshimu wewe, because this cover is the Holy Spirit kwa sababu mfuniko huu ni Roho Mtakatifu upon our fathers and mothers. juu ya mama zetu na So baba if zetu. you don't respect, Hivyo basi Your kama pastor wewe here, kama if humheshimu you don't mchungaji respect wako, Pastor Mary here, kama humheshimu mchungaji Mary, even if they want so much for you to prosper, hata kama wanataka wewe ufanikiwe, the Spirit of God kwamba ile roho ya will not Mungu allow it, haitaruhusu, because kwa
Kwa sababu if it comes to the cover, kwa sababu inapofikia hapo we hapo don't have inapofunikwa, authority. sisi hatuna mamlaka. Even if I want to bless you Hata kama mimi nataka and you kukubariki disrespect me, na wewe the cover unaniheshimu, will not allow it. ule mfuniko So some of hautaruhusu. you are suffering Kwa hiyo today, kuna wengine leo hii not mnahangaika because you are cursed. sio kwa sababu The mmelaaniwa. day you started to discuss the cover, Ile siku ambayo mlianza kuzungumzia the kile day you kilichofunika, started to discover your past, to gossip your man of God, siku ile mlipoanza kuzungumza juu the ya day you mtumishi wa started to Mungu, discover your spiritual siku mother, ile mlipoanza it kuzengenya is mama yenu ya the day you kiroho, open the door for attack. ndio siku ile mkafungua milango kwa I ajili ya want to tell you mashambulizi. something. Nataka kuambia leo, There is nowhere you can go without a father. hakuna mahali popote unaweza kwenda bila baba. Let me talk to you, man. Naomba niwaambie leo, There is nowhere you can go without a father. huwezi kwenda popote bila baba. There is nowhere you can enter without a father. Hakuna unapoweza kuingia bila So baba. a father has your anointing for the next level. Kwa hiyo baba yako ndio mwenye A upako wa father kuingia has mahali a pa- door for your next level. Baba yako ndio ana ule ufunguo wa When kuingia you mahali pa sit pili. under a father, Unapokaa chini ya baba, you shall not struggle with huwezi ministry, kuhangaika katika huduma yako, because your father conquered kwa sababu baba yako alikwisha for shinda you to conquer. ili wewe If you ushinde. sit under a father Kama unakaa chini and ya you sit baba under spiritual na mother, unakaa chini ya mama wa kiroho, there are things you are not going to struggle with, kuna vitu ambavyo huwezi kuhangaika navyo because they struggled for you. kwa sababu wao wamekwisha So kuhangaika the kwa niaba reason yako. why today Kwa hiyo kwa sababu ministries are dying, huduma zinakufa, congregation is confused, waumini because wamechanganyikiwa, people don't want to sit kwa under sababu fatherhood. watu hawataki kukaa chini ya ubaba. I am telling you the secret. Ninawaambia siri If you leo, meet anyone kama ukikutana na mtu yoyote who sits and discuss your father, ambaye anakaa chini na kumsengenya baba and yako, you sit and say, na wewe unakaa unakubali, Dada, hebu niambie, hebu keep talking, you have entered the curse. ujue hapa umejiingiza mwenyewe kwenye laana, A curse without anyone cursing laana you. ambayo hakuna hata mtu mmoja anakulaana. They are saying, okay, let me give you, you know me, I love preaching. Let me give you evidence. Ngoja basi Let me, niwape Pastor Robert, ushuhuda. open the children of Noah. Ngoja niwape ushuhuda. Oh, you think we have gotten here because of our prayers? Hivi nyewe mnafikiri tumefika hapa kwa sababu ya maombi? We are praying. Tunaomba ndio, They are men of God. lakini wapo watu wa I Mungu don't play with my father, ambao mimi kwa kweli sichezi na baba yangu wa that kiroho. man carries my next level. Yule maana baba yangu ndio amebeba hatua yangu He ya pili. carries my next door. Yeye ndio He ameshika carries my mlango. prosperity. Yeye ndio ameshika He mafanikio carries yangu. my marriage. Yeye ndio He amebeba carries ndoa my yangu. ministry. Yeye ndio He amebeba carries ndoa my yangu. children. Yeye ndio So amebeba I watoto don't wangu. play with Kwa my hiyo mimi father. sichezi na baba yangu. I am coming. Pastor Wamala, you are there, my son. Yes, ma'am. My son, are you there? Yes, ma'am. We thank God. Read for me. Genesis Mwanzo chapter What 9, happened, man of God? verse 18. Continue, man of God. And the sons of Noah Malosi that went halahata. forth of the ark Rosokota were hata. Shem and Ham Ilelesa hato and lobosa. Japheth. Man of God, wait, man of God. Let's go slowly. I want to handle these things. Let's go. 19. These are the three sons of Noah, Continue, man of God. and of them was the whole earth overspread. Go ahead. Verse 20. And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard. Yes. And he drank of the wine and was drunken. And he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, Continue. saw the nakedness of his father. Ah, Jesus. Bring back my mantle. Bring back my mantle. Oh, Holy Spirit. Man of God. We are now beginning to preach. Are you ready? tunaanza sasa kuhubiri. Can we Tuko tayari? fly? At what happened? And Ham, And Ham did what? the father of Canaan, The father of Canaan did what? Yule baba saw yake wa the Canaan alifanya nakedness of nini? his father, He saw the nakedness of his father, and what happened? and told his two brothers about it. When Ham came, Pale Hama alipokuja he saw the nakedness. The father was drunk. akaona ule utupu wa baba yake. Maana baba yake alikuwa He ameloa. saw the nakedness of the father. Aliona ule utupu wa baba And yake he went and called the brothers na akaenda akawaita kaka and said, zake. hey, Akasema, "Ha, jamani. come and see." Hebu njooni muone." They came. Wakaja. The ones he called, what happened? And verse 23. Man of God, continue. And Shem and Japheth Shame and Japheth. took a garment and laid it upon both their When shoulders. Shem and Japheth. Pale Shemu na Jafet. When their brother called them Kaka yao alipowaita and telling them, oh, do you know? wakasema, Come and see.
hivi unajua these ones when they came, hawa walipofika they came backwards. walirudi tu mara moja. And what they did, Walichokifanya they covered wakamfunika. their father, Wakamfunika baba yao. the nakeds of their father. Wakafunika utupu wa baba yao. And what happened? Na nini katokea? And their faces were backward, Yes, sir. and they saw not their father's They nakedness. did not see their father's nakedness. What happened? Verse 24. Yes, sir. And Noah awoke from his And stupor. when Noah, let me tell you something, my baby. Ngoja niwaambieni kitu kimoja. When you backbite the anointing, Pale unapokwenda kusengenya upako, the anointing sees. ule upako unaona. Anointing has ears. Wa upako pia una masikio. See, baby, sweetheart, listen. Hebu naomba usikize mpenzi wangu. If you take it, Wewe ninapokufundisha hivi ukiona ni If you mzaha don't take mzaha, it, yani ukiona hapa tunafanya I am utani, not the one going to suffer. sio mimi ambaye nitahangaika, Because me, I know the secret kwa of sababu my mimi hiyo siri greatness. tayari ninajua. The Bible says Biblia inasema that when the son of Noah kwamba came, pale watoto wa Noa he saw walipofika, the nakedness of his father. alipoona utupu wa baba yake, He went and called the brothers. akakimbia kwenda kuambia kaka Like zake, the way na kama you vile are here hii in Akuzam, kwamba watu hapa there's Kuzamu battles in the ministry. unakuwa na vita katika People huduma, are going. watu wanatoka You are toka, calling. You are inside here. unakwenda wewe uko Calling ndani, people. alafu unaita And watu telling, nje, unaanza Akuzam is kuambia going down. hivi, mnaona Akuzamu The church is inateketea, going down. kwamba kanisa linakufa. People are going. Mnaitana kwenye simu, They are going. mnaitana tu, Tomorrow Baba kwamba comes. mnasema kesho baba atakuja. Tomorrow Baba comes. Kesho baba anakuja. Chini magoti. Unafiki. You may pretend before Baba. Yaani unaweza ukawa But you unapiga cannot magoti mbele ya pretend Baba, before lakini God. huwezi kujifanya mbele ya Mungu. And the Bible Na says Biblia inasema the children of Noah watoto wa Noa came backwards walienda kinyume nyume, and covered their father. walitembea kinyume nyume, wakamfunika baba yao. And when Noah arose Na Noa mwenyewe alipoinuka from the slumber, kutoka pale alipolala, he picked something in the realm of the spirit. aliweza kuona kitu katika ulimwengu wa What did roho. Noah say? Na Noa akasema nini? Man of God. And Noah awoke from his wine What did he say? and knew what his younger son had done to him. Noah was asleep. Noa alikuwa amelala, Pastor Robert, very drunk. alafu akanywa. My son, come, let us say something. What do you think? What do you have to say about this sermon? Say something, my son. Hebu sema mwanangu juu ya kifundisho More hili. grace. Say something, my son. Zungumza kitu. Say something. Hallelujah. Amen. 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 Say something. Mom, you've talked about spiritual cover. Mama, umezungumza kuliko ule kufunikwa wa kiroho. Spiritual cover has eyes. Ule kufunikwa wa kiroho una macho. What you cannot see, Kile ambacho wewe huwezi in kukiona, the secret it is watching. lakini kile mtu I anaangalia. call him the secret observer. Na naambia juu ya ile siri ya Mama, kufunikwa. Noah was asleep. Noa alikuwa amelala. He even did not know that his son was gossiping him. Alikuwa hata hajui kwamba watoto wake He wanamsengenya. may have had his weakness, Alikuwa na mapungufu yake, but because he has the spiritual lakini kwa cover, sababu ameufunikwa wa kiroho, when he arose from the sleep, yalipoinuka usingizi, suddenly he picks the signal ghafla akaanza kuona, that someone has been backbiting akaanza me. kujua kwamba hapa kuna mtu alikuwa ananisengenya. He picks the signal Alijua kuna sema that someone he was not there. akuwepo, wala alikuwa hajui. What amazes me, mom? Kinachonishangaza, Noah was drunk, Noa mwenyewe alikuwa but amelewa. when he gets up from the drunk, Yaani alikuwa amelewa. when he gets up from being drunk, Yaani wewe alivyoamka kutoka usingizi wake, alivyoamka kwenye ulevi wake, akasema tu neno moja. Ngoja nikwambie kitu kimoja kuhusu ufunuo wa kiroho. Noa kama mwanaume alikuwa na mapungufu yake, lakini kwa sababu amebeba mfuniko wa kiroho, aliponena ule mfuniko wa kiroho kukambata lile neno, likaenda likamtafuta yule anayetoa lile neno. Wewe mama ama mwanamke wa Mungu anaweza kuongea kitu na ukasema mimi namjua baba yangu, na unasema mimi bwana namjua mama. Yala tulikuwa tunaongea tu, ukiwa umesahau kwamba pale wanaposimama katika ofisi yao kuna kitu kinakwenda kinafunika, kinaitwa mfuniko wa kiroho. Ngoja niwape siri moja, tumebarikiwa.
sio kwa sababu baba au mama amenena kitu, lakini kwa sababu wanaponena ule mfuniko wa kiroho ule unachukua lile neno na linakwenda kutembea. Na naanza, Biblia inasema macho ya Mungu yanaenda mbele na nyuma yakisubiri kuangalia mtu gani wa kumbariki. Mabibi na bwana, hicho ndio tunaita mfuniko wa kiroho. Mama au baba akinena neno, ule mfuniko wa kiroho unachukua ile neno na unaanza kwenda kumtafuta mtu, na anaanza kwenda kutafuta watoto wako, na anaanza kwenda kutafuta biashara yako, inaanza kwenda kutafuta mtaji wako. Wakisema umebarikiwa, ule mfuniko wa kiroho unachukua ile neno na kwenda kupeleka kwenye biashara yako. Hivyo baba, leo ninakwambia jirani, mwambie jirani yako, wow. Ndio pale baba aliposimama madhabahuni na akisema, kwa kuwa umeniumisha hutakuwa na amani. Ule mfuniko wa kiroho unachukua lile neno na kwenda mbele ya familia yako na kwenda kuachilia hiyo laana juu ya familia yako. Wabibi na mabwana, hakuna mwanaume yote, hakuna Nuhu yule mtu, hakuna mtu mwingine, lakini Noa yule aliyekuwa na mfuniko wa kiroho alikuwa ni sababu ile ambayo Hamu alilaaniwa. My son, listen. When Noah arose, pale Noa alipoinuka, we want to tell Tanzanians today, nataka kuambia Tanzania leo that kwamba the way to go up, njia ya kwenda juu ya kuinuka, is in the anointing of our fathers. iko chini ya upako wa baba zetu. Hallelujah. Leave this one. Someone say, oh, me when I came to church, I came with my God. You don't wengine wanasema mimi bwana nilipokuja hapa kanisani nimekuja na Mungu wangu. Huna Mungu wewe. All of us are gathering here. Wote hapa tumekusanyika because of the God of Reverend Amri. Kwa sababu ya Mungu wa Reverend Amri. Yes, either you want it or you don't want it. Utake usitake. Oh, even as we can pray, hata sisi tunaweza kuomba Bwana, God can answer. Mungu anaweza kunijibu Bwana maombi yangu mimi. Let me tell you, ngoja nikwambie, when you respect anointing, unapokuwa uheshimu ule upako, will quickly be answered. Maombi yako yanakwenda kusikilizwa utakapoheshimu upako. We are here to tell you secrets. Tumekuja mahali hapa kuambia siri. Can I hear better amen? Naomba nisikie amen ya Mungu. The scripture. And Noah rose from the sleep. What did he do? And he knew what his younger son had done to him. And he said, "Cast me down." A servant of servants shall he be unto his brother. He said, listen, man of God. He said, cast be to Canaan. Akasema kwamba Kanani ilaniwe. A servant of servants will he be to whom? To his brothers. Now I want to bring Canaan. Nataka kuzungumza juu ya Canaan. Presents a black man. Canaan anawakilisha sisi wa Afrika, mwanaume wa Kiafrika. Ham and who? And Japheth. Ham na Japheth, they present the European country. Wao wanawakilisha wazungu na wanju wa nchi za magharibi. Let me tell you what the curse has done. Ngoja niwaambie ile laana ilifanya nini. Hivi umeweza kuona 99% of the blacks kwamba 99% ya Waafrika are becoming slaves of the whites. Wanakuwa watumwa wa wale watu wazungu. Do you know why? Unajua ni kwa sababu gani? Because our great grandfather, kwa sababu babu yetu unveiled the nakedness of the alikwenda kufunua utupu wa baba yake. So some of you, sasa wengine wetu hapa, there is a battle in your marriage. Kuna kuwa na vita katika ndoa zenu. Business is not going. Biashara hazisongi mbele. You are prayed, you are giving tithes. Yani unaomba na unatoa na sadaka. Things are not moving. Mambo hayasogei mbele. Why? Kwa nini? One day, siku you discussed your father. Ulikaa pale ukamzungumzia vibaya baba yako wa kiroho. Unapomzungumzia vibaya baba yako wa kiroho, you are undressing your father. Unakuwa ni kama unamwonyesha. Kuna wengine ambao mmebeba from Akuzamu, go and discuss to your parents. So hapa Akuzamu na mmekwenda kuongea huko na watu wengine. You have called your friends abroad. Mmeenda kuwapigia marafiki zenu huko. There are people who are not in this church. Kuna watu ambao hawako katika kanisa. Everything that happens here. Lakini wanajua kila kitu kinachoendelea kwenye gossip. Wanajua ni nani anapeleka. Sons and daughters, nani anayepeleka mbele wakati watoto to expose their fathers. Wanakuwa wanatoa utupu wa baba zao. That means they are exposing their lives to attack. Maana wanaacha maisha yao tupu kushambuliwa. They are opening their lives to
curses. wanaachia maisha yao tupu kulaaniwa. I want to talk to you. Nataka kuongea na leo. I wonder what is wrong with Africa. Na mimi nataka mnashangaa Afrika ina nini? Do you know? Hivi unafahamu? Do you know? Unafahamu? In this era of today, kwamba kipindi hiki cha leo hii we have rebellious sons. unakuwa na watoto ama wana ambao ni Rebellious waasi. children. Watoto ambao ni waasi. Rebellious sons and daughters. Kuna watoto ambao ni waasi. Let me tell you something. Naomba niwaambie ni kitu. Let me tell you, my baby. Naomba nikwambie kitu mwanangu. Today, Leo we are in the life tuko katika kipindi where spiritual sons ambacho wana wa kiroho are tearing the ministries of their fathers. wanatenganisha na kuvuta chini huduma za baba yao. They tear their mother's ministry. Wanazishusha huduma za mama zao. Let me tell you. Naomba nikwambie, That is why hiyo ndio sababu people need to study the word. watu inabidi kuisoma Study the neno. Bible. Soma There Biblia. are mistakes you are not going to do in life. Kuna You makosa ambayo huwezi kutenda. you don't build ministry Huwezi kujenga huduma when you are tearing people's ministry. wakati wewe uko busy unavunja huduma za wenzako. The Bible is clear Biblia iko wazi that kabisa whatever a man soweth, kwamba chochote kile utakachopanda thou shalt reap. ndio hicho You utakachovuna. cannot sow potatoes Huwezi kupanda viazi and reap onions. alafu eti uende ukavune vitunguu. That means Ina maana if you tear your father's ministry, kama utakapokwenda kuishusha And started huduma ya the baba yako ministry. na uende ukaanzia huduma yako wewe, one of your daughters, mmoja wa wanao one wenyewe, of your sons mmoja wa watoto wako will one day wake up leo kwa siku moja watainuka and tear your ministry na kwenda kuvunja huduma because yako you wewe, started by tearing kwa sababu ministry. wewe ulianza kwa When kuvuruga your huduma son yako. will tear your ministry, Na wewe siku moja mtu mmoja your atakuja son kwako. will get somewhere Mwanao atafika mahali and build a ministry, na atakwenda and kujenga his huduma son will rise up na mwanae and yeye tear the ministry. kwenda kuivunja. Why? Kwa nini? They don't build ministry like that. Kwa sababu huduma haijengwi kwa namna hiyo. And when you sit under a person like that Na unapokaa chini ya mtu kama huyo who broke his father's ministry ambaye alivunja huduma ya and baba you yake sit under them, na ukakaa chini yake, you are under curse. ujue kwamba uko chini ya laana. Very soon, Na siku moja you are going to fall flat. utaanguka Very chini. soon, Siku your moja marriage is going to be beaten. ndoa yako itakwenda Very kupata soon, kipigo. your Siku moja, business is going to go siku down moja biashara yako nayo itaanguka. because you are sitting under a rebellious person. Kwa sababu umekaa chini ya mtu ambaye aliasi. A person who Mtu- does not have a father Mtu ambaye hana baba is not worthy to be called a pastor. sio mtu ambaye anafaa ama anastahili kuitwa I'm telling mchungaji. you, I Ninawaambia. preach what I am. Mimi ninafundisha kile ambacho mimi ni. I don't read novels. I preach my life. Sisomi tamthilia, mimi nafundisha I maisha don't preach yangu. novels. I preach what I do. Sifundishi mimi tamthilia, ninafundisha When kile. you follow a man, Kama unaposimama chini ya when you follow a man unapomfuata mtu who rebelled against your father, ambaye aliasi baba when yake, God is coming to beat people, kwamba pale He will not pale spare you. kipigo hauta He will salimika. He will even sharper you who followed. Ataanza kukutandika wewe wa It is kwanza. the time Ni muda we should stand for our fathers. ambapo tutasimama imara kwa ajili ya baba zetu. Stand for our fathers and mothers. Tutasimama imara kwa ajili ya baba zetu. Let me tell you something. Ngoja niwaambieni kitu. You cannot tell me Huwezi kuniambia that the day you came to Akuzamu, Baba Akuzamu has been wrong throughout. kwamba ile siku baba Kuzamu wewe ulipoingia Kuzamu amekuwa amekutendea makosa. Mama Akuzamu has been bad. Kwamba baba Kuzamu naye amekuwa mbaya. What is it wrong with you? Kwani ni nini ambacho If you kibaya feel you kwako? are tired of Akuzamu, Kama wewe unaona umechoka carry your Kuzamu, bag. basi chukua mizigo yako. Go to mama and say, Mama, Nenda kwa mama I feel I'm no longer blessed. na umwambie mama, mimi bwana sibarikiwi Release me tena. and go. If you Hebu cannot go niache to niende. them, Na kama carry huwezi your kwenda, bag. kama huwezi kwenda, chukua begi lako. Carry your legs out Hebu chukua na miguu yako. and keep quiet. Kaa kimya, mdomo funga. Pa. Why do you go out? Why do you go out Kwa nini unatoka nje and begin to abuse where you are na coming from? unaanza pale kuzungumza vibaya kule ulikotoka? What if one day Kwa ikije siku moja God says, Mungu akisema go back to Akuzamu rudi and Akuzamu, receive a blessing? naenda ukapokee Where baraka, will you pass from? utapitia wapi? Where will you pass? Utapitia wapi? Where? Wapi?
Where will you pass? utapitia wapi? Because at the end of that day, Kwa sababu mwisho wa siku you shall go, utakwenda relocate, until come back for the blessings. utazunguka na mpaka utarudi hapo kwenye baraka. God does not, let me tell you, Ngoja nikwambie. Holy Spirit, God, I pray these people should understand. Ninaomba leo watoto wako waweze kuelewa. There is a reason why Kuna sababu kwa nini God brought you under leadership. iko sababu Mungu alikuweka chini ya uongozi. It's not stupid. Mungu sio mpuzi. Some of you, Wengine wenu hapa with your stubbornness, na hivyo viburi vyenu hivyo with your character, na hizo desturi zenu hizo, there are churches that cannot manage your kuna character. makanisa ambayo hawawezi, watawashindwa manake. Some of them do not manage you. Kuna makanisa yatawashindwa With your gossip. na huo umbea Some wenu. people will not manage your mouth. Kuna wengi hataweza huo midomo yenu ya kusengenya Some sengenya. people will not manage your tabia. Kuna wengine hizo tabia zenu mbovu hawataziweza. Some people will not tolerate your fornication. Kuna wengine huo uzinzi wenu hawataweza. There is a church. Not every church is your church. Sio kila kanisa ni kanisa lako. Hey. Take it or leave it. Wewe chukua, ama unaweza ukakubali ama usikubali. You'll find someone is sitting. Yaani unakuta In mtu the morning. amekaa asubuhi You are tearing your father. sengenya tu And you want unamshusha God baba to yako, bless you. alafu unataka Mungu akubariki. Tanzanians, let me tell you one Hebu thing. niwaambieni kitu wa If you Tanzania, want to perish before your time, kama unataka kuteketea kabla muda wako, begin to eat your spiritual father. wewe endelea tu kumsengenya baba yako. Even when your spiritual father is wrong, Hata kama baba yako you don't have amekosea, right to condemn him. wewe huwezi wala huna ruhusa ya kwenda kumshutumu. Cover him. Hebu mfunike basi. If he's wrong, pray for him. Kama amekosea, muombee. Don't go and discuss it. Wewe usitoke kwenda pale kuongea. Pray. Omba. That is why you are given this. Na ndio maana wewe If some things are not right, pray. kama kuna kitu hakijakaa sawa, kiombe. But anyway, are you here to see things which are wrong? Lakini kwani wewe umekuja hapa kuangalia mambo ambayo hayaendi sawa? It's because we don't talk your own. Ni kwa sababu Hatuongei vyako. hatuongei vya kwako. Tukianza kuongea vya kwako, If we start talking about your things, Tanzania itakuwa the ndogo. whole Yani of Tanzania will just utakimbia kila you mahali, will utakimbia run. wewe. You have nowhere to hide. Tukianza kuongea vya kwako, If we wewe utakimbia. once we start talking about your own things, you will run away from yourself. That's It how is bad. so painful Yani inauma that in sana this generation, kwamba katika kizazi it hiki is Christian that are tearing kwamba churches. ni Wakristo wenyewe ndio wanaangusha makanisa. Pastor Robert, we are in the end time. Pastor Robert, tuko katika nyakati za People don't mwisho know that Jesus is coming for the na rapture. watu hawajui kwamba Yesu yuko njiani. It is Christians who are tearing Ni churches. Wakristo wenyewe ndio wanatenganisha You can makanisa. never find a Muslim Huwezi ukamkuta Muislamu tearing a church. eti You will anakwenda not kuweka find a chini kanisa. Catholic tearing a church. You Huwezi kukuta Wakatoliki can never find a wakishusha huduma. Protestant tearing a church. Huwezi kukuta Waanglikani I wakishusha was a huduma. Catholic before I gave my Mimi life to mwenyewe Jesus. nilikuwa I Mkatoliki have never heard my parents discussing about Reverend Fathers. na sijawahi kusikia wazazi wangu wa Katoliki wakizungumziana I have ovyo. never seen Catholic churches breaking. Sijawahi kusikiliza makanisa ya Why? Katoliki yamesambaratika. Kwa They nini? have reverence for God. Kwa sababu wanaheshimu Mungu. Where is your fear? Sasa wewe, ile hofu yako ya Mungu iko wapi? Where is your fear? Hofu yako iko wapi? Oh, someone they are giving you every day, they give you to preach on the pulpit. Lakini nyinyi Yani wewe. Kila siku unapewa nafasi ya kuhubiri tu kwenye madhabahu. They give you time to preach. Wanakupa muda wa People begin kuhubiri. to call you pastor. Wanaitwa pasta. You begin to lift Pasta your wing. hiki, mchungaji, unaanza kuringaringa mabegi ya juu. They tell Unaringa. We can even give you money for rent. Wanakuambia tutakupa hata hela kwa ajili ya pango ya nyumba. They are sitting on you. Lakini wanakukalia. Who is sitting on you? Ni nani wanaokalia? You have only 10 scriptures in your head. Wewe una maandiko 10 tu kichwani mwako. After it is done, you are going to still robbing people. Na baada ya hapo unaanza Utaanza kwenda kuiba kuomba watu. Ehe. Let me give you a good example. Naomba nikupe mfano Come here, mzuri. I'm very proud of my son. Njoo You see njoo that my mwanangu son? mwanangu. I started the ministry with him. He was a rich business guy. Very rich. Alikuwa tajiri sana mwanangu huyo. God called him to serve with me. Mungu akamuita He kuja started kumtumikia. as my interpreter. Alianza hivi kama mtafsiri wangu. He didn't even know a scripture. Alikuwa hajui Truth of andiko us. hata hili.
He could not even pray for 5 minutes. alikuwa hawezi kuomba hata kwa dakika 5. I got Robert. Mimi nikamkamata Robert, Began to groom Robert. nikaanza sasa kumkuza I Robert, groomed him. nikaanza Took him kumfundisha, through Bible. nikaanza kumfundisha One day Biblia. I was in deep anointing leading Kuna wakati prayers. fulani nilikuwa niko katika I upako, called him. I told him, Robert, come here. nikamwita nikamwambia Robert, Release njoo, anointing of prayer on you. ninaachilia upako juu yako. Listen. Today when Robert begins to teach, Kwamba leo hii huyu Robert atakapoanza kufundisha, everyone sleeps and says, eh. kila mtu anasema If he haya, begins to lead prayers, hivi huyu ndo anatuongoza people will maombi. say, ah. Watu wanasema hey, One day siku moja they got him. I said, wakamkamata. Robert, Ambia Robert, the Lord told us, Mungu alituambia prophetess is sitting on you. kwamba nabii amekukalia. The Lord says, Mungu anasema get out of I am. hebu toka katika If huduma you hiyo go ya out Ayam. of I am, Unapotoka you are Ayam, going to do better than her. unaweza kufanya vizuri kuliko hata Mama yeye. Kusanda even entered into fasting. Kuna watu wameingia tena katika mfungo Pray for me to die, ili mimi niweze kufa, for him to take over I am ili ministries. Robert mwenyewe aweze kuinuka na kusimamia That I was huduma. sitting on him. Do you know what he Eti told mimi them? ninamkalia. He Unajua says, aliwaambia he says, nini? you are finished. Akasema ehe, says, mmemaliza. listen. Hebu nisikilizeni. God called me Mungu aliniita to mimi serve him kumtumikia under my mother prophet. chini ya mama yangu So nabii. I am not going Kwa anywhere. hivyo mimi siendi popote. Little have they forgotten Walikuwa wamesahau that the revelation my son is operating in, kwamba ule upako ambao prayer mpango is ulikuwa praying pale, is yale my maombi grace. anayopewa ni kwa sababu ya neema tu. the preaching is preaching, Mahubiri anayohubiri the yeye revelation is having. na yale maono anayoona It is my oil ni mafuta yangu that mimi flows on him, ambayo yanamiminika and juu he yake, preaches. na ndio anaweza kuhubiri. Shaka basi. Oh, we shall give you a place to begin Tutakupa ministry. nyumba nzuri ya kuishi. Let me tell you. Ngoja nikwambie, Whatever you do like this, when you do things, you're doing like this. unapofanya kitu kwa unafanya ni kiumbea umbea namna Your own spiritual children unajua and kwamba daughters watoto wako wa will kiroho do like this to you. watakufanyia na wewe hivyo hivyo. If you do things Kama wewe unafanya mambo gossiping, your own children, unakuwa unasengenya sengenya, God will allow you to start na a watoto ministry. wako Mungu atakuruhusu He uanzishe will huduma. allow you to begin a ministry. Atakuruhusu uanzishe When huduma. you are now feeling the ministry is there, your Anapokuruhusu children will begin your character. hapo sasa watoto wako wataanza vitabia You vyako do me, vile. I do you. Vile tabia zako mbaya mbaya What you zile, sow is what you reap. na wewe unachopanda ndicho utakachovuna. Which kind of seeds are you sowing? Wewe unapanda mbegu za aina gani? Today, Leo we have worked with my son. nimefanya kazi sana na mtoto He has wangu. stayed long with me, Amekaa na mimi muda mrefu and sana, I'm proud of him. na mimi ninajivunia sana mwanangu. See this one. Unamwona huyu? Even when someone Hata kama mtu comes when I'm not around, akija wakati mimi sipo, and is the one preaching, na yeye ndio and they anayehubiri, give him money, na wakimpa fedha he will carry that money when I come. ataichukua hiyo It fedha. is not for me. Hiyo fedha sio yangu, They have given him. lakini He wamempa will yeye. carry the money and say, Mommy, Ataichukua hiyo fedha. when I was preaching, they gave me this Mama, money. nilipokuwa nahubiri walinipa hii hela. One day, Siku moja they gave him a lot of money, and he gave me the envelopes. walimpa mabulungutu hivi, akachukua zile I took the bahasha, he gave me, I took the money, akachukua zile and I fedha, gave it to someone else. akaenda akampa mtu He did mwingine, not get angry. wala hakukasirika. Tomorrow he came and worked. Na kesho yake akaja ofisini akafanya He did kazi. not. He doesn't have suji. All they are giving is asking believers money from my back. Yani hakukaa pale kwanza Even if kukasirika you give him wala when kuanza kuomba even if you waumini give him fedha. when I'm not around, Na hata ukimpa fedha wakati mimi sipo, he'll put it in my hands. ataweka mkononi You mwangu. cannot discuss me to him. Huwezi When kunisengenya you begin to kwake. discuss me to him, when Utakapoanza he tu sees me, you kunisengenya, tell me, Mommy, akiniona tu ataniambia mama, that one said. yule alisema Still hivi. in our church, no Mpaka kanisani one kwetu. discusses me to Robert. Hakuna mtu Because yote they know anayejisumbua if they talk, I'm here. kuongea nyuma ya kwa roba But juu you- yangu mimi. You have eaten with the enemies of Lakini your father, wewe umekaa kiti kimoja, umekula pamoja na adui, with the enemy of your spiritual father. umekula na adui ya baba yako wa People who are kiroho. tearing the ministry, Watu ambao wanazungumzia vibaya who huduma, are eating with wewe them. unakaa nao, They are your friends. unaongea nao, ndio mabesti wako.
unakula tu. A curse Unakula tu. Basi laana, is not far. laana haiko They mbali may na wewe. not curse you. Wanaweza But the wasikulaani, Bible says, lakini Biblia inasema touch not the anointed kwamba ones. usiguse mpaka mafuta wangu. Do not touch the anointed. Usiguse That upako. is a warning. Hiyo ni He says tahadhari. offenses are there. Inasema kwamba My spiritual father interpreted this scripture. My spiritual father interpreted this scripture. Baba yangu wa kiroho He says aliniambia offenses are there. kwamba makwazo hayana budi But God kuja, said war. lakini Mungu amesema. W-A-R. He said war. Baba Unto the akasema person tahadhari kwa yule who begins offenses. ambaye ndio Can chanzo you cha fight with makwazo. God? Wewe unaweza kugombana na kupigana na Mungu? Can you fight? Utaweza kupigana na Mungu? So some of you, Sasa basi wengine wenu, you are in the ring with the Holy Spirit. yani wewe uko kati ya mapigano na Roho He is the Mtakatifu. one beating your marriage. Yeye ndio anatwanga Because of ndoa your yako gossip. kwa sababu ya kusengenya kwako. Where are sons? Sasa nyie watoto wako wapi? Where yani? are spiritual sons and daughters Pale ambapo wana wa kiroho that mabinti covers their spiritual ambao parents? wanakwenda kuhifadhi Till wazazi today, wao wa I'm with kiroho. Robert. Oh, God said, he said no. God Hapana, told Mungu me, alisema, si Mungu kasema hiki, Mungu kasema kile. God Hapana, told me to serve with my mother. Mungu waambie kama Robert alivyosema So- kwamba Mungu ameniambia nitumike na mama yangu, And little do they know na kile wasichokijua that today Robert is fame. kwamba leo hii kule kujulikana kwa Robert It is because I believe in him. ni kwa sababu mimi ninamwamini. Listen, God forbid. Sasa sikiliza, I sent it in England in the palace of Queen nilisema Elizabeth. siku moja nilivyokuwa I Uingereza, send it to England. I send it ninatuma huko to England. God forbid I refuse to Uingereza, have. kitu chochote If he kibaya wakes kituma up tomorrow kwamba kesho and begins atakapoamka a church behind na my back, atakapoanzisha huduma nyuma ya I don't mgongo need to wangu, curse Robert. yani mimi sina haja My ya anointing kumlaani. will destroy him. Ninajua upako wangu ndio utaenda kumteketeza. I don't need to say, oh, I curse you, Robert. Yani mimi sina haja ya kusema Robert ninakulaani, Robert sijui nini. Because Ah, I have carried Robert here kwa sababu nimembeba Robert hapa in my heart, moyoni mwangu, in my blood. kwenye damu yangu. I eat with him. I cannot finish something in my mouth when Ninakula Robert has not pamoja naye, eaten. yani mimi siwezi kula Robert hajala. So he can never betray me. Hivyo basi Not today, not hawezi tomorrow. kunisaliti, sio leo, sio kesho. Which I don't see it coming. If God wakes up tomorrow and says, Ikitokea kwamba sijaona na Robert He na should Mungu go and begin a akiamka ministry, na Mungu akisema kwamba I will call him on nenda the kaanzisha pulpit, huduma yake, mimi nitamuita kwenye bless him, huduma, anoint nitambariki him, na and he kumpaka goes. mafuta, If I aende have kwa amani. meetings, he will come and preach in my Na mimi church. nikiwa na mikutano yangu atakuja kuhubiri katika kanisa langu, But don't do things in the back. lakini sio kufanya vitu nyuma ya baba yako ya kiroho. The way you start your ministry Ile namna ambayo unaenda kuanza huduma yako will determine how far you will go. itaonyesha jinsi gani umbali wewe utaenda kufika kwenye huduma yako wewe. How you started, Utakavyoanza, my baby. hey, mwanangu, Starting is not a problem. Everyone can start. kuanza sio issue, mtu yoyote anaweza kuanza, But maintenance. Me, lakini kusimama anyone who begins does not threaten me. sio. Watu wanaoanza mimi But hawanitishi, he who stands for 20 and 30 years in the lakini yule ministry ambaye anaweza kusimama katika huduma miaka 20-25 with a good testimony, akiwa na ushuhuda With mzuri, integrity. with integrity, yule akiwa na ukweli ndani yake, is a preacher I respect. huyo ni mtu ambaye Whoever mimi starts does namheshimu. not scare me. Lakini mtu yote anayeanza mimi hanitishi wala But can you niogopeshi, stand to the end? lakini unaweza kusimama Some mpaka people mwisho. begin ministry Kuna wengi ambao wanaanzisha because huduma they see they put basket here and pick money. kwa Some sababu people wanafikiria don't have huduma interest ina for hela. ministry. Wengine They wanafikiri begin huduma ina ministry hela, because they want money. wanaanzia huduma kwa sababu wanataka What is fedha. your interest? Sasa wewe ni nini ambacho kinakufanya uanzishe huduma? My son, I celebrate you. I cover in the blood of Jesus. Mwanangu, ninakupenda na kufunika kwenye damu ya Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So Noah Hivyo basi Noa cast his son and said, akaenda akamlaani mtoto. servants of your brothers shall you be. Akaenda kusema kwamba watumwa wako ndiko utakapoenda kuwa A father. baba. Now, who is the spiritual father? Number one, Sasa baba wa kiroho ni nani? Cha kwanza, your spiritual father and spiritual parents baba yako wa kiroho au wazazi wako wa kiroho are the ones who promote your ministry. ni wale ambao wanakwenda kuinua huduma They are the yako. ones who promote your marriage, Wale ndio ambao wanaenda kuinua ndoa who yako. promote your business. Wale ambao watakwenda kuinua biashara yako. Hallelujah. Hallelujah. From glory to glory. Kwa utukufu hadi utukufu. A spiritual father and a spiritual mother, Baba na mama wa mother's kiroho blessings speaks for your life.
inanena juu ya maisha yako. Show me a minister with a father, a pastor with a father. And I Mchungaji will show ambaye you ana how baba. far they will go. Nionyeshe mchungaji mwenye baba wa kiroho na nitakuonyesha umbali ambao anaweza akafika. But show me a prophet, Lakini nionyeshe nabii apostle, au a teacher of the word, au mwalimu wa neno, a pastor, evangelist, ama mwinjilisti, however much they are gifted, hata kama wana upako wa namna gani, minus a father, kama hawana baba wa kiroho, they are failures in yani life. wao ni kama wameshindwa kabisa. I'm telling you the truth. Ninawaambia ukweli. I'm telling you, I am so proud. Yani najivunia In sana November, my father came for 5 kwamba days. mwezi wa 11 baba yangu alikuja kwa siku From 5. Nigeria, he preached for Alitoka 5 days. Nigeria This akafundisha kwa January, siku 5. my spiritual mother is coming to bless me in the year, to preach for one Sunday. Na akaja kesho yake akaja mama yangu So, akiwa kuhubiri kwa siku moja. whatever I am today, Hivyo basi chochote nilichokuwa the leo, prophetic I'm prophesying, ule unabii ambao ninautoa it is the oil from my ni father mafuta kutoka baba yangu that flows on my head. ambao unamiminika juu ya kichwa changu, And I bless you. na ninawabariki. So to those ones, Hivyo basi kwa wale I want to become like prophet. ambao wanasema mimi bwana nataka niwe kama prophet, It is okay. ni But vizuri. can you abide? Lakini je, Do you- unaweza? Acha nikwambie mimi, mimi nilichapwa kiboko mimi. I was beaten. Hebu niwaambie nilitandikwa mimi. Wacha wewe wanakuambia, "Oh, why are you late?" You say, "I will not come tomorrow." Wewe unacheza wewe. Wewe ukiambia leo kwa nini umechelewa, unasema bataona kesho siendi kwenye ibada. Wewe wametoka kwa nyeki. I will not sing again. Ukiambiwa wewe umeimba vibaya umetoka kwenye basi kesho unanuna unasema siimbi, wataona. Ama unakuja kwenye kanisa unafanya Ama unakuja umenuna, umesusa. Maana yake umesusa. Nimekasirika. Wewe see, you are still playing with ministry. yani wewe bado unacheza na huduma. My father trained me with kiboko. Mimi baba yangu alinifundisha na He kiboko. chapas you in the morning. Nilitandikwa asubuhi, In the evening you have to preach. jioni utaenda kuhubiri. Hivyo wewe umechapwa. So in my ministry where I was trained, Pale kwenye huduma ambapo mimi nililelewa. hatuna hiyo sijio leo nimegonjwa, I cannot come to church. Wewe unacheza na kazi wewe. Unacheza wewe. Someone has flu, cough. Why is it? Na woman niko na Mtu ana mafua kidogo tu na kifua anasema jamani siwezi kuja na You are playing. Unacheza kabisa. If I did not submit, kama nisingejinyenyekesha, you wouldn't have seen me today. leo hii I am a msingeniona. blessing today Mimi ni baraka siku hii because I leo respect kwa fatherhood. sababu ninaheshimu baba yangu. My father knows I'm here. Baba yangu anajua niko He hapa. called me yesterday and prayed for Alinipigia me. simu jana I am kaniombea. listen, Dorothy, I'm not alone. Siko I am mwenyewe. here with the angels of my father. Mimi niko na malaika wa baba yangu. I am here with the angels of my Niko mother. pamoja na malaika wa I baba am here yangu. with the angels of my Niko hapa na ministry. malaika wa huduma yangu. I am not alone in Tanzania. Wewe Tanzania Therefore, no weapon fashioned against me shall hakuna prosper. silaha yoyote juu Because yangu I have a itafanikiwa. spiritual cover Kwa over sababu my niko head. na mfuniko wa kiroho juu yangu. People begin business. You hear them here. Bwana asifiwe Yesu. Watu wanaanzisha biashara wako Bwana asifiwe. 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 Nimeanza biashara ni miezi misita sasa. I have started my business in 6 months now. And pastor say, Na mchungaji Biashara. anasema biashara do tena. you know about biashara? Wewe unajua nini kuhusu You biashara? don't have a cover. Huna Whatever you do, kilichokufunika. be transparent Chochote unachokifanya basi kuwa muwazi before your fathers and mothers. mbele ya baba yako na mama yako. Because if you want to reap good, Kwa sababu ukitaka kuvuna mema, so good. basi na wewe panda If mema. you want to reap wickedness, Kama unataka kuvuna sow uovu, wickedness. basi Whatever panda you sow uovu. Kile unachokipanda will surely come back. yani lazima No kitakurudia. amount of repentance can take it. Hata kama ukitubu vipi, Because scriptures has to be kwa realistic. sababu maandiko That lazima yawe whatever a kweli, man soweth, kwamba chochote utakachopanda he has to reap it. lazima utakivuna. Haleluya. Shakada tuliambiwa pale. What is me? Let me tell you, maybe there are things I used to hear in my ministry. Ngoja niwaambieni, kuna mambo mimi nilikuwa nayasikia kwenye huduma yangu. Some people came looked like prayer request. Kuna watu walikuwa wanakuja yani wao wenyewe wanaonekana kama ndio ombi lenyewe.
muonekano wao. You look at their head, you Yani say, unawaangalia juu mpaka chini unajiuliza prayer point number 1. You look at their dressing. You say, Ukiangalia prayer point alivyovaa number 3. unasema You look ombi la at the way pili they hilo. walk. They walk in, Ukiangalia wanavyotembea, they walk in past tense, missed calls. yaani wanatembea kama wanaenda kama wanarudi. And you see another prayer point. Na unaona You say, thank you, Jesus. Unasema You begin, asante Yesu. brasaka, Unaanza reka shanda bahanda rabosha. tomorrow, Kesho who became like a prayer request ni yule aliingia hapa kama yeye ndio ombi is now a lenyewe. testimony. Leo hii yeye ndio shuhuda. After they have changed, Walivyobadilika, they carry stones walikuwa wanashika au wanachukua mawe, and begin to throw. wanaanza kurusha. The people who have fasted for them, they are men of God. Wanaanza kuwapiga mawe wale ambao waliwaombea. Wale ambao waliwaombea wanaanza kuwapiga mawe. Reverend Amri, Wewe Reverend Amri, wewe utaona. wewe mama kuzamu, Wewe mama kuzamu, leo utajiwe la kwanza. Unarusha tu mawe. Unarusha tu mawe. See, tazama, I love happy endings. Mimi napenda mwisho ambao wenye furaha. I want you one day to get out of Akuzamu. Mimi nataka siku moja wewe utoke hapa Akuzamu in a good way. Utoke kwa njia nzuri. One day you can still come back here. Ili siku moja uweze kurudi. And talk to mama. Na uweze kuongea na mama. Na uweze kuongea na baba. And buy them gifts and na uweze kuanulia zawadi na kuwaletea. And when they have a conference like this, you can come. After the conference is done, you come and greet mama and say, Mama, how are you? Unaambia mama must you make your spiritual father and your spiritual mother your enemy? Sasa wewe jamani, kweli lazima uwe maadui na baba yako na mama yako wa kiroho? Until you see your spiritual mother coming to the supermarket, unatembea supermarket na unaona Reverend Amri anafanya, kwa sababu uliondoka vibaya. Wewe ukimwona mama wako wa kiroho supermarket, ukimwona tu wewe huyo unajificha. Dada Angelina, unauliza kama ameondoka. Angelina amepita. Bado hapo. Hata bado wewe jificha tu. Akipita niambie. Dada Angelina ameenda, mama kuzama ameenda. Bado yupo, usitoke. Ameenda. Bado. Oh, huyo bibi ni shetani. Ameenda. Shetani. Sema tupone. See, no one discusses his father and mother in the Lord. Hakuna mtu ambaye anaweza kukaa chini na kumsengenya baba na mama yake wa kiroho who has a future. Anakuwa na hatima nzuri. Wakikutana na shetani, wanapokutana na shetani, ask him, he will confirm it. Wewe muulize, because he even fears it. Kwa sababu hata shetani mwenyewe anaogopa kitu hicho. You cannot play with the anointing on your father. Yani wewe huwezi kufanya mzaha na upako baba yako leo. See you tomorrow. Alafu kesho yake eti ukaiona. You cannot. Huwezi. If you've left Akuzamu, kwenda funga mdomo. Kama wewe ukiamua umeondoka Akuzamu, basi kimya. Funga. When they ask you, they go underwater. Wakikuuliza, sijui wao wanaenda chini ya maji, sijui wanaenda makaburini. You see people, you see this decoration. Some people will say, tuliona nyoka huko kuna fanya hivi. Wengine wanasema, haya mapambo mnavyoyaona, we saw snakes all over the decoration. You want to tell me our God does not love excellence? Wewe unataka kuniambia kwamba Mungu hapendi umaridadi? Tuanze kuja kanisani kama tushavaa suruali, hamuna suruali ndani, hatujue tunatumikia Mungu. Tukuje tu plain hivi. Ovyo. So someone can start, they can start saying, in that glass I saw a spirit. Kuna mtu anataka kusema, unaona yale mapambo pale mbele, niliona mapepo mle ndani na maroho ya ajabu. Wanasema hivi tu. I want you to change. Nataka mbadilike. Listen. Hebu mnisikilize. When I left yesterday, nilipoondoka mahali hapa jana, I was in the bathroom. Nilikuwa bafuni. The Holy Spirit na Roho Mtakatifu dropped in my spirit with tears. Akaweka ndani ya roho yangu kwa machozi. Told me, akaniambia, go and warn people of Akuzamu. Nenda ukawape onyo wana wa Akuzamu. Because I have stretched my kiboko. Kwa sababu nimenyoosha kiboko changu. Go and warn them. Nenda ukawape tahadhari. I am tired of their gossip. Nimechoka na kusengenya kwao. I'm tired of their betrayal. Nimechoka na usaliti wao. I'm tired of their allegations. Nimechoka na masingizio yao. I'm tired of them disrespecting my servant. Nimechoka na wao kuile hali ya kutokuwaheshimu watumishi wao. I'm tired.
nimechoka. Whoever has the ears Sasa mmoja mwenye masikio should hear the voice of God. aweze kusikia sauti ya Bwana. Change Badilike. or you perish. Badilika ama utateketea. Anyone who tells you, oh, you don't need a spiritual father. Yoyote anayekwambia wewe unahitaji baba wa kiroho, huyo. Oh, the Holy Spirit will be your father. Kwamba Bwana usijali, Roho Mtakatifu atakuwa baba yako. The Holy Spirit, it is true, Ni kweli Roho Mtakatifu is the author of mentorship. ndio In kimwanzilishi the wa Garden walimu. of Eden, Na pale kwenye bustani ya he Eden, started the mentorship. yeye ndio When alipoanza Adam and ufalme. Evelyn rebelled against God, Adamu na Eva walipoasi Mungu, that is why today the entire world is suffering na because ndio of maana their dunia rebellion. nzima inateseka kwa ajili ya Adamu na Some Eva. of you are young girls. Wengine wenu mahali hapa ni mabinti wadogo. Some of you are married women. Wengine wenu hapa mmeolewa Some of you katika are ndoa. praying for husbands. Wengine wenu hapa mnaomba kuwa na waume. But which kind of seeds have you Lakini ni planted? mbegu gani mnazopanda? Some of you may not be preachers like us. Wengine wenu hamtakaa kuwa wahubiri kama sisi. After marriage, Baada ya ndoa, a man will treat you lakini huyo mwanaume baada ya ndoa the way you treated Reverend. anaweza kuanza Because kukufanyia at the wewe end of the day, ulivyomfanyia the seed baba has to yako come. Reverend Amri, kwa sababu ndio mbegu ulioipanda. Some of you, Wengine wenu, your children, watoto wenu will wake up one day wataamka siku moja and turn against you. na wakuwageukeni. Why? Kwa nini? God wants you to go through what you met Kwa other sababu people. Mungu anataka upitie yale ambayo wewe ulipitisha huduma yako. Now, Yes. let's go back and respect fatherhood. Sasa basi turudi nyuma na kwenda kuheshimu. See, let me. Baba zetu. Doctors, look at me. The truth, me. Them they are holy. Me. Ukweli ni kwamba mimi cannot go anywhere in life mimi siwezi kwenda popote maishani without my father in the Lord. bila baba yangu. I katika need my Yesu. father like Ninamhitaji. I can never go anywhere in Yani life siwezi mimi kwenda popote minus my maishani spiritual mother. bila mama yangu wa kiroho. Because if I make them happy, Kwa sababu ninapokuwa ninawafurahisha wao, God will make me happy. Mungu ndo anakwenda kunifurahisha mimi. Some of you, Hivyo basi wengine you wenu, come, Baba, I have a Nakuja. prayer request. baba mimi ninaombi. The man of God pray, Baba, Shakaba. tomorrow you come. Bana asifiwe. Kesho yake unarudi. Baba Amri huyo. Kwa baba yangu mimi yule pale Ameniombea, yani Bwana amenitendea maajabu. ameniombea na nimeshinda kabisa. With empty mouth. Kumbe midomo yako ni mitupu kabisa, maneno yako mitupu. Carry a seed. Nenda pale. I say, my father, Uende pale na mbegu mkononi mwako. God answered your Na prayers. useme kwa baba, Mungu amejibu maombi Job you yangu. prayed for Kwamba ile kazi ulioniombea was given to me. nimepewa. My seed is here. Mbegu It is yangu not hii hapa for mkononi church. mwangu. Yaani sio kwa ajili ya It is kanisa. not for the basket. Hii mbegu sio kwa ajili ya kikapu cha My kanisa. reverend, this is my offering for Hii you. ni mbegu yangu kwako, If I sadaka may yangu ask kwako. you a question. Ngoja nikuulize swali. When last Ni mara ya mwisho lini? Mara ya mwisho lini did you bless your reverend? ulikwenda kumbariki baba yako? Swali hilo. When last did you bless your reverend? Ni mara ya mwisho lini wewe ulimbariki Reverend Amri? When last? Lini? When last did you bless your spiritual mother? There are days in the life of your man of God you cannot play with, like their birthdays. Ni lini ambao wewe ulienda ukambariki mama yako au baba yako ya kiroho? Kuna siku ambazo huwezi kuzipuuzia kama siku zao za kuzaliwa, birthday zao. Like Mother's Day. Siku kama siku za Like kina mama. Father's Day. Siku za kina baba. My birthday came in Uganda last year. Mimi My nilipofika birthday was birthday yangu, celebrated for 2 weeks. My children, two of us. birthday yangu mimi walisherehekea 2 wiki mbili weeks. nzima.